Tukio hili la kuweka jiwe la msingi la jengo la ofisi ya Chama cha Mapinduzi lina umuhimu wa kipekee. Kwa upande mmoja, linaakisi ndoto ya waasisi wa chama chetu wakiongozwa na mwenyekiti wetu wa kwanza wa chama hiki hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na kwa upande mwingine, tukio hili linathibitisha umadhubuti wa chama chetu na uwezo wake wa kupanga, kuamua na kutenda mambo makubwa na yenye maslahi kwa chama na taifa letu. Ninaamini kuwa baada ya kukamilika kwa jengo hili, sio tu tutalitumia au litatumika kwa kazi za utawala, bali pia litakuwa ni alama nyingine isiyofutika ya uimara, umoja na utambulisho wa Chama cha Mapinduzi ndani na nje ya nchi. Tutakuwa na jengo la kisasa linaloakisi sio tu ukubwa wa chama chetu, bali pia nafasi ya chama hiki kuiongoza nchi yetu Tanzania, lakini pia kuwa chama kikubwa ndani ya Afrika, lakini hasa kusini mwa bara la Afrika. Ndugu viongozi na wana CCM, mmoja kati ya waasisi wa taifa la Tanzania na aliyekuwa rais wa ASP na rais wa kwanza wa Zanzibar, marehemu mzee wetu Abeid Amani Karume, katika moja ya hotuba zake aliwahi kusema, na hapa na nukuu, alisema kwamba ili chama kisimame lazima watu wakione, lakini vile vile lazima watu wakisikie, na vile vile lazima watu wakiheshimu. Hicho ndio chama, kionekane, kisikike na kiheshimike. Lakini katikati hapa Chama cha Mapinduzi pia tulisema, na nadhani pia iko kwenye katiba yetu, kwamba chama ni alama zake, na moja kati ya alama zake ni ofisi zake, bendera zake na mambo kama hayo. Chama ni alama zake. Sasa kwa kuzingatia maneno hayo ya busara, kupitia hadhara hii ninapenda kusisitiza na kuwakumbusha viongozi wenzangu na watendaji wote wa Chama cha Mapinduzi, lakini hasa vijana wanachama wa Chama cha Mapinduzi, kwamba utendaji kazi mzuri wa chama si tu kuwa na jengo la fahari, si kuta, dari na sakafu iliyopambwa na kupendeza, bali utendaji mzuri wa chama, ofisi za vyama hii tunayoijenga, lakini hata zile za mikoa na wilaya, ni sehemu ambapo wanachama wetu hususan vijana watapata fursa ya kupatumia ili kujifunza na kujijenga kiuongozi na kimaadili. Vile vile ni pahala pa mikutano, mijadala, tafiti, mafunzo na maamuzi ya kisera. Aidha, ni muhimu wakati wote viongozi kuwa karibu na wanyenyekevu mbele ya wananchi, maana wao ndio wamiliki wa chama hiki. Si viongozi tumekabidhiwa dhamana, na dhamana hizi tunapita.